Ndugu wananchi, awali tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo 39, lakini mpaka sasa natoa taarifa hii kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka na kufikia vifo 42 kwa wananchi waliofariki. Kwa mchanganuo ufuatao: wananchi 31 wakiwemo wanawake 21 na wanaume 10, hawa walikuwa kwenye basi dogo Costa, na wananchi 11 wakiwemo wanawake 7 na wanaume 4 walikuwa kwenye basi kubwa la Channel 1. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa 28, ambapo kati yao 13 ni wanaume na 15 ni wanawake. Majeruhi wote hao wameendelea vizuri na wamepatiwa matibabu kwenye hospitali zetu pamoja na hospitali ya wilaya Same, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na hospitali yetu ya rufaa ya KSMC, ambapo majeruhi hao 24 wameruhusiwa na wanaendelea vizuri na afya zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa tumebakiwa na majeruhi 2 ambao wako kwenye hospitali ya KSMC wakiendelea kupatiwa matibabu na madaktari wetu wanaoangalia kwa ukaribu zaidi. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, jumla ya abiria wote sasa kwenye yale mabasi walikuwa abiria 67, abiria watu wazima walikuwa ni 64 na watoto 3. Tegemea kwamba siku ya Alhamisi, kesho tarehe 3, saa 1 asubuhi kwenye hospitali ya KSMC tutakabidhi miili hiyo kwa Watanzania wenzetu, kwa ndugu zetu, familia za marehemu kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za mazishi. Gharama za majeneza, sanda na usafishaji wa miili ya marehemu, vitu vyote hivi vimegharamiwa na serikali kwa kutoa kiasi cha fedha kila familia ili kufanikisha mazishi ya wenzetu hawa. Aidha, maziko ya miili 6 na uliongezeka mmoja wa 7 wote wametambuliwa na ndugu zao, na hao walikuwa hawahitaji kuchukua vinasaba na wameshapewa ndugu zao na wamezikwa. Wengine mmoja ile wa Tanga jana tarehe 1 na wengine wamekwenda kuzikwa tarehe 30 kule kwenye maeneo mbalimbali ya wilaya ya Same. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, serikali ya mkoa inaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kwa familia na wafiwa wote kuhakikisha wanafanikisha zoezi hili. Sisi huwa tuna utaratibu kwamba gari kabla haijatoka stand ni lazima ikaguliwe, na kwenye ile stendi inapoanzia, kwa mfano ile ilianzia Arusha ilikaguliwa, na aliyekagua alikuwa anaitwa Koplamisi, na alikagua tairi na vitu vyote vinavyohusiana na masuala ya gari. Ilionekana zile tairi zina sifa za kuweza kuwa barabarani. Kwa hiyo sio hilo tu, ni magari yote yanapotaka kutoka stand ni kuhakikisha kwamba ukaguzi unafanyika ni kila siku, tofauti na ile tunaosema kwa madereva wa magari ya wanafunzi kabla shule kufunguliwa. Kwa hiyo huo ukaguzi huo tunafanyia. Endelea na uchunguzi. Na natoa onyo, kuna baadhi ya madereva wanatempa na zile nani VTS. Uchunguzi unaendelea, ukikamilika hatua kali zitachukuliwa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mkoa wa Kilimanjaro unakosa, na hapa